Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Nimtaje Mheshimiwa Njalu Daudi Silanga, atafuatana Mheshimiwa Aisha Msantu Mnduya. Mheshimiwa Onesmo Madison Mkondia ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hotuba hii muhimu. Wizara ya Nishati ambayo ni tegemeo kubwa kwa nchi, ni tegemeo ambalo sisi wa Tanzania, ni wizara ambayo ni kiunganishi katika taasisi zote za nchi hii. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza sana waandaaji wa mpango wa bajeti hii. Jambo kubwa la msingi na la maana na katika historia ya nchi hii ni pale ambako umeandika trilioni 1.6 zinatoka mapato, zinatoka mfuko wa ndani, lakini tegemezi ni bilioni 800 na something kidogo. Ni jambo kubwa na ni jambo la kujivunia. Hongereni sana wataalamu, katibu mkuu na watendaji wako pamoja na waziri mwenye dhamana na msaidizi wako. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba nishati hii inaenea katika maeneo ambayo tunayo yatarajia. Mheshimiwa Naibu Spika, tunao mpango wa LEA. Naamini katika trilioni 1.6 baadhi ya maeneo kwenye mkoa wetu wa Simiyu, niwapongeze sana wizara, mmeleta ujenzi wa kujenga kituo cha kupozea umeme pale Imalilo. Na baada ya kuona wakandarasi wanasuasua, TANESCO kupitia wataalamu wenu mmeleta na mradi unakwenda vizuri sana, na wapongezeni sana kwa kazi kubwa hii. Haya ndio sisi wabunge tukiwa tukiyazungumza kwamba kila wizara itumie ufanisi katika wataalamu tulionao kwenye wizara ili waweze kunusuru maendeleo ya taifa letu. Na kazi hiyo TANESCO umeifanya, mradi uko 47%. Hongereni sana na Mungu awabariki, muendelee kuongeza maarifa. Na Mheshimiwa Waziri, ikibidi waendelee kuwapeleka vijana wapate ufanisi zaidi kwenye mataifa yaliyoendelea ili kusudi tupate wataalamu ndani ya maeneo yetu. Fedha nyingi tunaitoa, lakini tuna vijana wako ndani ya nchi wanaweza wakasimamia, wakafanya kazi nzuri, hata tatizo likitokea tunaweza tukawahoji na tukawauliza. Ni jambo ambalo wizara hii mmeonyesha udhubutu wa hali ya juu. Lakini bila kusahau kwamba Mheshimiwa Rais ndio amewapa majukumu makubwa kama haya, na ndio mtoa dira, mbeba maono ya nchi. Na hapa mlipofikia ndio mahala penyewe. Ni jambo ambalo la kuwashukuru. Lakini jambo lingine Mheshimiwa Waziri, mkoa wetu wa Simiyu nadhani ni mkoa mkubwa na unaokuwa kwa kasi. Kwenye swala la LEA vijijini, wizara inafanya kazi kubwa na LEA, lakini bado kuna changamoto. Wakandarasi mnaowapa hizo tenda, wao wanaangalia maeneo ambayo hata kama kuna taasisi ya kiserikali ambayo inahitaji umeme, kulingana na mikataba na utaratibu mnaowekeana, inakuwa ni changamoto kubwa. Kuna shule hapa au kuna zahanati hapa inaruka kwa sababu scope ile haijafika katika eneo hilo. Nishauri na niwaombe maeneo yote ambayo yako kimsingi na yako kwenye jambo ambalo tunategemea kuwa na teknolojia ya sasa, basi muwaruhusu ili kusudi maafisa walioko kwenye maeneo ya mikoa ile muwape dhamana ya kuhakikisha kwamba wanachangisha mawazo mazuri kupitia ngazi ya halmashauri ili kusudi umeme maeneo yote yaweze kupata umeme wa LEA ili kusudi tufikie kula ambako tunakokufikiria. Lakini jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nizungumzie swala la EWURA. Tunawapongeza, mnafanya kazi kubwa na nzuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa linakuwa na linaongezeka. Mahitaji ni makubwa. Pikipiki watu wananunua kila siku. Zamani kule Usukumani kwa tutumia basikeli. Hii zana Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, ya kwamba kibali tu cha mtu apate leseni ya kuweka kituo katika kijiji X mpaka bodi ikae, ni jambo ambalo lishapita wakati. Bodi inatakiwa ishughulike na mambo makubwa. Hicho ni chombo kikubwa sana. Waachieni management watoe zile leseni kwenye wilaya kule wanakojenga. Na hiyo inasababisha ni Mheshimiwa Mwenyekiti, inasaidia kuwa na control ya mafuta kwenye nchi, inasaidia kupunguza gharama kwa watumiaji, maana kwenye eneo ambalo hakuna kituo cha mafuta, mnunuzi anaweza akauza bei yoyote anayoona ajisikia kwa sababu hakuna control. Lakini kipengele kadogo tu kanakwambia bodi kae, haijaruhusu, wakati kule kuna serikali, kuna mkuu wa mkoa, kuna mkuu wa wilaya, kuna wakurugenzi, kuna viongozi. Mimi nadhani Mwenyekiti, ifike sehemu fanye mabadiliko, maamuzi mazuri. Bodi zishughulike na mambo makubwa, ujenzi wa mabomba ya gesi hayo, LNG. Basi hata bodi ikikaa inajadili vitu vikubwa. Sasa kituo cha pampu 2, bodi hii ikai inatumia thamani ya shilingi ngapi kukaa kwenye hilo jambo?
Hilo nalo halihitaji, yani linahitaji tu maeneo mafupi kutoa kibali, management ifanye hizo kazi, maisha yaendelee na watu waendelee kufurahia na kazi kubwa ambayo wanayoifanya. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, TANESCO sasa hivi tunapanuka. Zamani tulikuwa na viwanda vichache na tulikuwa tukiamini kwamba uhitaji wa umeme ulikuwa ni mkubwa na gharama yake ilikuwa kubwa kuliko uhitaji ulioko sasa. Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia kwenye wawekezaji wote, anapokata umeme, anapokata kile kiwanda malighafi kiisha, inabidi alipe miezi mitatu 75%. Niombe serikali, kulingana na hali ya sasa ilivyo, uwekezaji unapanuka, unaenda kwa kasi na tuna compete na nchi zingine. Tukiendelea na mfumo huu na uzalishaji wetu ni mdogo, tukiendelea na mfumo huu, wawekezaji wa ndani wataendelea kunyong'onyea, wataendelea kurudi nyuma, kwa sababu bili ya mwisho inaweza ikaje labda milioni 100. Ukichukua 75% yake kwa miezi mitatu hazalishi. Ni swala tu la kitaalamu, wakae waangalie, kureview, kuangalia namna gani itakayokuwa bora ili na hawa waweze kukompiti na mataifa mengine kwenye biashara ambazo wanazozifanya. Niombe sana jambo hili, Mheshimiwa Naibu Spika, ni muhimu sana mkatusaidia ili kusudi kila ambacho tunachokitarajia kiweze kufikiwa katika malengo husika na watu waendelee kuwekeza katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Lakini niendelee kuwapongeza sana Wizara ya Nishati kwa maamuzi makubwa ambayo mmeyafanya ya kuhakikisha chombo cha ndani kimetajwa na mbunge aliyemaliza kuzungumza, TBDC, kukijengea uwezo wa kuweza kuagiza mafuta hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo hili kidogo ni gumu na linahitaji usubutu. Ukigusa mafuta, ndio mataifa makubwa kule duniani tunasikia sisi sote tulioko humu ndani. TBDC akipata ni chombo chetu cha ndani, chombo ambacho tunaweza tukakiregulate na kukisimamia, na tunapozungumzia usalama wa nchi ni pamoja na mafuta. Hakuna jambo lolote linaweza likafanikiwa bila kuwa na mafuta. Niombe sana serikali iweze kuwajengea uwezo na hawa TBDC wajiendeshe kibiashara, sio kutengewa fedha. Wafanye kama ni miaka miwili inayofuata waanze kuendesha biashara kama kampuni mengine, wakompiti, watengeneze faida ili walete faida, walipe kodi serikalini na waajiri watu katika maeneo ambayo tunayotarajia. Mheshimiwa Naibu Spika, tukifanya hivyo, serikali ya CCM, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tutaanza kuona mabadiliko makubwa. Na niwaombe wataalamu, niliangalia hotuba ya Mheshimiwa Rais alipokuwa akifungua mradi wa kuweka mafuta pale Tipa. Alieleza kwamba sasa tumekuwa na storage za kutosha. Maana yake Rais alikuwa na masikio, alikuwa anamaanisha kwamba tuwe na storage za kutosha, tuwe na mafuta ya kutosha. Ndani ya miezi miwili yalitokea hapa. Kwa hiyo taifa lisingekuwa na watu wenye weledi leo, hata Mheshimiwa Naibu Spika, tusingefika humu ndani na magari yetu, hata shughuli zingine zote zingekuwa zimesimama. Sasa niombe watumishi wa umma wajenge uzalendo wa kusimamia kila ambacho tunachokitarajia katika taifa letu, Mheshimiwa Spika. Na tukifanya hivyo, ninaamini Mheshimiwa Naibu Spika, tutapiga hatua, na TANESCO, Wizara ya Nishati, mmeanza vizuri, lakini naomba mfanye maamuzi ambayo yatakayosaidia taifa na kuhakikisha dira ya mwaka 2025-50 inafikiwa kwa haraka zaidi. Na Mheshimiwa Naibu Spika, tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya vizuri zaidi. Niendelee sana kuwaomba, katika mkoa wetu na katika jimbo langu la Itilima bado vitongoji 229 hazijapata umeme. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika na Mheshimiwa Waziri, ni kuombe kwenye bajeti hii ya trilioni 1.6 utakapokuja tuambie zinazokwenda kwenye REA ni kiasi gani na unazobaki nazo huku ni kiasi gani. Lakini focus kubwa katika wizara hii ni wizara ambayo inaunganisha wizara zote, na nyinyi mkilala tu wizara zingine zote tunasimama. Ukizungumza mafuta mko nayo, ukizungumza umeme mko nayo. Ni jambo ambalo Mheshimiwa Naibu Spika la kushukuru. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja na nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa kwa mchango wako. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za Bunge. Bunge News.